Madini ni mojawapo ya sekta inayochangia uchumi katika nchi hii na pia katika mapato. Kadhalika na hilo, pia sekta ya madini ina wajibu wa kusimamia utekelezaji wa wajibu wa mmiliki wa leseni za uchimbaji wa madini aliyoko katika eneo la kijiji husika. Tukirudi nyuma kuzungumzia kuhusiana na issue ya CSR ambayo inaitwa Corporate Social Responsibility, au kwa Kiswahili tunaweza tukasema ni wajibu wa mmiliki wa leseni za uchimbaji wa madini aliyoko katika eneo la kijiji au kata. Miaka ya nyuma shughuli za uchimbaji zilikuwa zinafanyika, lakini serikali za mitaa, vijiji walikuwa hawanufaiki na uwepo wa shughuli zile, lakini leseni za uchimbaji katika jamii, na dhumuni kubwa la kuingiza huu wajibu wa mmiliki wa leseni ni ili kuhakikisha jamii inanufaika na mgodi uliopo katika kijiji au mtaa husika. Na ilipofika mwaka 2023 ikawa imetungwa kanuni rasmi, na kanuni hii inatumika katika utekelezaji wa wajibu wa mmiliki wa leseni katika jamii. Na katika wajibu au mmiliki wa leseni kuna majukumu mbalimbali yaliyowekwa. Jukumu la kwanza ni mmiliki wa leseni kwa kushirikiana na serikali za vijiji au mitaa kuangalia vipaumbele vilivyoko katika eneo husika. Je, katika kata au kijiji husika kuna changamoto gani? Mfano kwenye maeneo ya shule, changamoto zilizoko kwenye ishu ya maji, barabara na kadhalika. Kwa mmiliki wa leseni anaweza akashirikiana moja kwa moja na viongozi wa serikali za mitaa kwa ajili ya kuandaa ile mipango ambayo itapitishwa na kufanyika utekelezaji. Na nipende kumshukuru ndugu Ndaisaba, mkurugenzi wa kampuni ya Cleveland, kwa kuwajibika na kuhakikisha ile faida anayoipata kutokana na shughuli zake anairudisha kwa jamii. Na anapoirudisha kwa jamii, anairudisha kwa namna gani? Kwa kuandaa mpango kwa kushirikiana na serikali ya kijiji, na tunavyoona tayari ameandaa mpango wa kutengeneza madawati pamoja na mbolea kwa ajili ya wananchi. Madawati haya ambao fanikio katika elimu katika vizazi cha sasa na kizazi kinachokuja. Pia mbolea ambazo zitatolewa kwa wananchi wetu zitasaidia kukuza uzalishaji wa mazao ya kilimo, na mazao haya ya kilimo yatakuza sekta ya kilimo kwa ujumla. Kwa alivyoona akaona asaidia upande wa elimu, kadhalika na pia wananchi asiwaache nyuma, pia aweze kuwasaidia kwa kuwapa mbolea ili iweze kuwasaidia katika shughuli zao za kila siku. Pili, nipende kwa mwaka pia unaofuata aangalie maeneo mengine kwa kushirikiana na serikali za kijiji na mitaa yenye upungufu au yenye changamoto, ili mipango ile iweze kuratibiwa na kupitisha kwa ajili ya mwaka wa fedha 2026-2027 ili wananchi walioko katika eneo hili waweze kunufaika na uwepo wa mgodi wa Cleveland katika eneo hili la Magoti. Nashukuru sana. Waheshimiwa wengine, wenye vitu wa afisa madini mkazi wa mkoa wa Kagera, mimi naungana nanyi pamoja na Watanzania wengine kuendelea kumponga wanaochimba madini. Si Watanzania tu, wapo na watu kutoka ya CSR. Hizi kanuni zinatungwa na zinaanza kutekelezwa si tu kwa wachimbaji wa Tanzania, bali kwa kila mchimbaji, awe ni raia wa nje au Mtanzania anayechimba madini eneo husika, anatakiwa kutekeleza
sheria hizi za CSR ambazo zimeasisiwa na kusimamiwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Kabla sijaendelea, mpigieni makofi Mama Samia. Hapo vipi? Hapo sawa. Hapo vipi? Hapo sawa. Vipi jamani? Hapo sawa. Hapo sawa. Mama aliona mbali au vipi? Kwa hiyo tunamshukuru sana rais wetu, kaona mbali, kaleta sheria ambazo sasa zinatufanya kila mchimbaji, kila anayepata fedha, kila anayetengeneza faida, kuna sheria sasa inambana kutenga kiasi cha faida yake kwa ajili ya kurejesha kwa nani? Kwa jamii. Ni kwa minadili hiyo, ndugu zangu, Mheshimiwa Diwani, viongozi wa chama na serikali mlioko hapa, wanufaika wa TASAF na wananchi wote kwa ujumla, ni kwa minadili hiyo sisi Cleveland Mine and Service Company Limited tumetenga shilingi milioni 100 kwa ajili ya kurejesha kwa jamii. Fedha hiyo shilingi milioni 100 tumeitoa kwenye faida ambayo tunapata. Tumekwisha anza taratibu. Wewe tunaanza mwezi wa 12 mpaka mwezi wa 12, tofauti na serikali. Serikali wao wanaanza mwezi wa 7. Kwa hiyo sisi tutakapoanza mwaka wetu kama kampuni, tutatenga kiasi kingine cha fedha kwa ajili ya kuendelea kuwezesha kwa jamii. Kama alivyoeleza hapo, sheria hii inawataka wachimbaji wenye makampuni kurejesha kwa jamii kwa njia mbalimbali, na sisi tumetekeleza hizo njia. Kwa mfano, sisi tumeajiri zaidi ya watu 700 migodi yote miwili. Tumeajiri zaidi ya wafanyakazi 700, na hao wafanyakazi 700, zaidi ya wafanyakazi 400 wanatoka eneo hili Mkunkwa, Kubole, Kibingo na Kayenze, Nemba. Yani hao watu wote zaidi ya 600 wanatoka eneo hili, na huwa ninaambiwa vijana wetu wanavyorudi 10,000 zinatembea. Toa ajira nyingi kwa vijana wenu, na tutaendelea kutoa ajira kwa vijana kwa sababu kila siku migodi inakuwa na mahitaji yanaongezeka. Kwa Mheshimiwa Diwani, hilo tutaendelea kulitekeleza na tukuhakikishie kwamba tutawapa kipaumbele eneo lako kwenye kata yako, na ndio maana tuko na wewe hapa. Kwa hiyo kwenye kata yako tutaiangalia kwa macho yote kuhakikisha kwamba vijana wako tunawapa kipaumbele. Lakini ambaye natutaka tunachokula kama kipo eneo hili, basi tukinunue kutoka eneo hili. Na katika kula jamani, huwezi kutafuna bila kutumia maji, si ndio? Si lazima uwe na maji. Kwa huduma ya kwanza tunaoinunua kutoka huku kwenu, tunanunua nini? Maji. Na tunauziwa maziwa na wafugaji wa ng'ombe kutoka maeneo yenu haya kwenye kata hii, ndio wanaotuuzia maziwa. Na tunatumia maziwa kwa migodi yote miwili lita 100 kwa siku, na bado hayatutoshi. Tunatarajia huko mbeleni labda tutafute wafugaji maeneo ya mbali zaidi, lakini kwa sasa tunapata hayo kipindi. Mboga na matunda tunanunua kutoka maeneo haya pamoja na mayai. Hata hivyo, wale tuliowapa mikataba ya kutuletea vyakula hivi. Mheshimiwa Diwani, umezungumzia swala la barabara. Ni kweli barabara hii ina changamoto. Ahadi yetu sisi kama mgodi, tutamwaga vifusi. Tunaomba tusaidie kutafuta greda la kusambaza kutoka kwenye mgodi wa jirani wa serikali. Sisi tumwage vifusi, wale waje wasambaze, shughuli hiyo imeisha. Hapo vipi? Barabara hii na sisi tunapita na nyinyi mnapita, kwa kuna kila sadika. Kwa hiyo ahadi yangu ni hiyo. Magari tunayo, mafuta tunayo, mavijiko tunayo ya kuchota hivyo vifusi. Ambacho hatuna sisi ni hilo gereda la kusambaza, maana kule sisi hatutengenezi barabara, tunachimba madini. Nafikiri ndio maana hatuna hilo. Kwa hiyo inabidi tukuombe Mheshimiwa Diwani, wale wenye naru waombe lile la kusambazia, lakini vile vingine vile vinavyohusika na kuchimba madini ambavyo sehemu yake ni vinasaidia kutengeneza barabara, sisi tunavyo. Hiyo kazi tutaifanya Mheshimiwa Diwani. Tumepokea na tutaenda kutekeleza.
Jambo lingine Mheshimiwa Diwani ni madarasa umesema. Kwa hiyo hilo tumelipokea. Ndani ya muda mfupi tutatuma wataalamu waje wafanye tathmini, tujue nguvu ya wananchi ni kiasi gani, tujue nguvu ya mfuko wa jimbo kama kuna chochote wametoa ama kuna chochote serikali wametoa, na sisi tuongezee pale ili huo ujenzi ufanye nini, uendelee. Injinia Saidi Hamisi Kiengya ndiyo site manager pale, lakini pia ni general manager wa migodi yote ambayo inayohusiana na bosi wangu hapa. Samahani, kuna jambo moja ambalo nilikuwa nataka nilijazie pale mgodini kwetu, manake ni vijana ambao wanaotoka kwenye kijiji hichi na vijiji vya jirani vya hapa. Kwa hiyo sasa sisi kazi yetu kwenye upande wa elimu hatuishii tu pale, kuna vipengele viko vingi sana. Kuna ya kwenye mitambo iko pale, kuna mashine ziko pale, kuna uchenjuaji uko pale. Kwa hiyo tunajitahidi sana kuwapa elimu, hata kama ikitokea huko mbele ya safari pale shughuli zetu zimeshasimama, tumehamia sehemu nyingine, wanakijiji wa hapa au vijana wa hapa wanabaki na elimu inayohusiana na uchimbaji wa madini, lakini pia wanabaki na elimu inayohusiana na uchenjuaji wa madini. Wasiopungua zaidi ya 100 ambao wako pale, tumewafundisha sisi wenyewe ni namna gani ya kuchimba, ni namna gani ya kusoma miamba, ni namna gani miamba inavyokwenda. Kwa hiyo hii inakuwa inabaki ni kama elimu ambayo sasa ni elimu ya kimaisha. Sisi tunadili na vitu ambavyo hatujaviweka chini ya ardhi, ni vitu ambavyo tumevikuta, ni masuala tu ya kitaalamu ya hapa na pale, ndio yanayotusaidia kwenda. Kwa inafikia stage hata kwenye sehemu ambapo tunapo elimu ambayo ni endelevu, ambayo itawasaidia wanakijiji wa hapa, watoto wa hapa, ambao watakaotoka pale wamefahamu hiyo elimu, watakuja kuwasaidia vijana wenzao kadri siku zinavyozidi kwenda mbele. Inabidi msikilize kwa makini walimu wenu. Sawa jamani? Mimi nashukuru sana jamani.